Matumizi ya mihadarati sasa ni janga na sio tatizo la kawaida tu kama linavyokisiwa. Hili lilisisitizwa katika maadhimisho ya siku ya idada duniani, siku ya kuinikiza vita dhidi ya matumizi ya mihadarati ulimwenguni. Siku ya leo tunaita International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking inasherehekewa ulimwengu mzima kwa sababu tunasema janga hili lipo katikati ya jamii. Pengine wewe hujakuwa affected, lakini katika familia yako kuna mtu ambaye amekuwa affected. Tunasema pengine you are either affected directly or indirectly. Wakizungumza katika hafla iliyofanyika katika kaunti ya Kwale, viongozi hawa waliitaka jamii kushirikiana kikamilifu, kwani hivi ni vita vinavyoathiri jamii nzima. Moja ya chanzo kikubwa cha watoto kujihusisha katika mihadarati ni wazazi nyumbani. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tumeona hapa kwamba wazazi tumeacha majukumu yetu. Mtoto ukishampeleka shule ni shule, akirudi nyumbani ni aoge, ale, alale. Sisi kama walimu shuleni tunaumia zaidi. Kwa wale walimu ambao wanafunza hili eneo la Diani, tumekuwa hapa na mambo ya mihadarati pale shuleni. Wazazi wenzangu, tubadilisheni mtazamo wetu juu ya madawa ya kulevya. Shughuli hii iliyoanza kwa msururu wa matembezi huko Diani ilijumuisha matumbuizo mbalimbali yaliyolenga kupeana jumbe za kukemea, kufunza na kuhamasisha jamii kuhusu matumizi ya mihadarati, huku shuhuda za waliopitia vituo vya matibabu na marekebisho zikiyateka masikio ya wengi. Mimi nilikuwa pamoja na wale wanatumia uraibu nyingi, ambapo ni kuchanganya kuanzia fegi, bangi, jaba, kospam, kuberi. So nilikuwa kwa uraibu nyingi before sijafika huko Twins Watch. Nilijipata kwa uraibu nikiwa shule. Nilikuwa shule nikijipata kwa uraibu. Naitumia nafasi hii ili kila mmoja ambaye yuko chini ya jua hili aweze kujua kwamba ni janga na lina suluhu yake. Kwa hiyo mimi nimeanza uraibu nikiwa mdogo sana. Nimeanza madawa nikiwa class 5. Shirika la NACADA liliongoza mashirika mbalimbali ili kufanikisha siku hii, huku shirika la Samba Sport Youth Trust likizidisha juhudi zake za hamasa kwa vijana. Ningependa kutoa shukrani kwa wenzetu na partners wote ambao wako hapa kwa ajili ya kukongamana, kwa ajili ya kuangalia ya kwamba mambo na dawa za kulevya tumepunguza. Vijana wetu mara nyingi nasemekana ndio future. Kwa hivyo kwa yoyote vile, wazazi, walimu pamoja na washirika ambao ni la kidini, naomba ya kwamba tuweze kuendelea kupigania vita vya kushinda dawa za kulevya. Vitengo vya usalama vilipiga darubini juhudi wanazowekeza katika vita dhidi ya matumizi ya mihadarati, huku raia mbalimbali na wale wa kigeni wanaojihusisha na ulanguzi na matumizi ya mihadarati nchini wakitiwa nguvuni siku za hivi karibuni. Aidha, asasi hizi zilitaka wananchi kuripoti visa vyovyote vya matumizi au ulanguzi wa mihadarati ili kuafiki lengo la kuwa na jamii salama inayopinga matumizi ya mihadarati. Na sisi kama national government tunashirikisha kazi yote ya national government, ikiwemo uhamasisho na kupigana na dawa za kulevya na pombe haramu nchini. Kwa hivyo wale ambao ni waraibu, wale ambao ni addicts, wale ambao ni wauzaji, kazi yetu kama vitengo vya usalama ni kupambana na ninyi na kuchukua hatua za kisheria. Kwa hivyo kazi yetu kubwa kama kamati ya usalama ni kuhakikisha
kuna usalama katikati yetu na katika mji, na naomba kusema kwamba ili janga la dawa za kulevya ni janga na kero na tishio ya usalama wa nchi yetu. Nikiripotia Talanta Mwanza Media kutoka kaunti ya Kwale na bunge la Msambweni, jina langu ni Ndala Francis Dennis.